alipoiumba dunia, alituumba wanadamu kwa sura na kwa mfano wake, na alituumba katika hali ya utakatifu. Haleluya. Mungu akamweka Adam na Eva, wanadamu wa kwanza, binadamu wa kwanza aliyowaumba kwa sura na kwa mfano wake, akawaweka katika bustani ya Edeni. Akawa amewaandalia mazingira mazuri ili waishi humo. Na Mungu hakuwaacha tu hivyo hivyo, bali kila wakati alikuwa anawatembelea. Mungu alienda wakati wa jioni, akasema nao kwa upendo, maana Mungu alikuwa na ushirika na mwanadamu. Lakini wakati amewaweka katika bustani ya Edeni, Mungu aliwawekea amri za namna ya kuishi katika hiyo bustani ya Edeni. Moja wapo ni namna ya kutumia alivyoviumba. Sema kutumia alivyoviumba. Rudia tena, kutumia alivyoviumba. Ndiyo amri ya Mungu kwa wanadamu, kwa Adam na Eva kukaa katika bustani ya Edeni, ilikuwa inahusu namna ya kutumia alivyoviumba Mungu. Mungu aliwaambia ya kwamba miti yote ya bustani hii mwaweza kula, lakini mti huu ulio katikati, ambao ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya, huo msiule. Haleluya. Maana yake amri ilikuwa inahusu namna ya kutumia, namna unatumiaje alivyoviumba Mungu. Shetani akaja akawadanganya, akabadilisha matumizi aliyokuwa amewaachia Mungu Adam na Eva. Shetani akabadilisha walichotakiwa wasikile, akawaambia wale. Haleluya. Hata leo mtu wa Mungu, ngoja nisikuwaishe sana. Kutokana na hapo Adam na Eva walipomwasi Mungu, wakala matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambayo Mungu alikuwa amewakataza, walijikuta wako uchi. Katika Warumi sura ile ya kwanza, maandiko yanasema, ngoja nikusomee mara moja. Sema amen. Amen. Warumi sura ya 3 mstari wa 23 inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Adam na Eva walipofanya dhambi, utukufu wa Mungu uliondoka kwenye maisha yao. Mungu akawafukuza, wakawa adui wa Mungu. Mungu hakutaka tena ushirika nao. Alivyokuwa anawatembelea mwanzoni, hakutaka awatembelee. Alipokuwa amewaweka mwanzoni, hakutaka waendelee kuwa hapo. Akawatoa waende nje ya bustani ya Edeni. Lakini sababu ilikuwa ni kukosea matumizi ya alivyoviumba. Sema matumizi alivyoviumba. Lakini pamoja na Mungu kwa upendo akamleta Yesu ili atukomboe. Naomba nielezee hapo kwenye matumizi alivyoviumba. Mungu aliwakataza Adam na Eva kutumia matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, vitu alivyoviumba. Kadhalika na leo kuna vitu vingi ambavyo Mungu ameviumba, lakini sio vyote tumeruhusiwa kuvitumia. Na kama tunavitumia kuna utaratibu wake. Bwana asifiwe. Na ndiyo maana Mungu hajakataza mwanaume na mwanamke kuishi pamoja kama mume na mke, lakini amekataza mwanaume kuishi na mwanamke yeyote kama mume na mke. Bwana asifiwe sana. Namna kutumia alivyoviumba Mungu. Mnanielewa watu wa Mungu? Watu wa Mungu mnanielewa? Watu wa Mungu mnanielewa?
Unapoona watu, mfano kule Dar es Salaam mateja wamezidi kuwa wengi, unakuta mtu anatumia unga, madawa ya kulevya, anakuwa chizi. Unakuta mtu amekuwa chizi lakini alikuwa na akili timamu. Hayo madawa ya kulevya anayotumia ni Mungu aliumba, si ndivyo? Hivyo ambavyo amechanganya vikama madawa ya kulevya ni Mungu aliviumba, lakini hakuruhusu tuvitumie. Halo? Ndugu zangu, kuna miti ambayo ni dawa, ukitumia unapona, lakini kuna miti ambayo ukitumia inakuwa ni sumu, si ndivyo? Kuna miti ambayo, mfano wakati ule tunaamini mambo ya uganga, kuna miti ambayo ukienda kwa mganga anakutibu unapona, lakini kuna wachawi ambao wanatumia hiyo miti kuroga watu wanakufa. Halo? Yote ni Mungu alivyoviumba. Huyu ni mke wangu Debora. Mungu ana amani na mimi kuishi naye kama mume na mke, maana nimefuata utaratibu. Lakini nikimchukua hapa dada yote yule ambaye nje ya mke wangu nikaishi naye, nikalala naye, Mungu hapo nimemkosea. Debora aliumbwa na Mungu, huyo dada ameumbwa na Mungu, lakini nimekosea namna kutumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama dhambi iko katika vile alivyoviumba Mungu, angalia unatumiaje hii dunia. Angalia unavaaje hayo mavazi, maana maandiko yanatuambia miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu alitoa material ili tutengeneze nguo, lakini angalia nguo unayovaa inamtukuza Mungu au sio Mungu? Mungu, haleluya. Haleluya. Katika kitabu cha Yakobo kinasema ya kwamba kinywa kinaweza kubariki na kinywa kinaweza kulaani. Yote viliumbwa na Mungu, lakini angalia unavyotumia. Mwambie jirani yako, angalia unavyotumia. Hicho unaweza ukasema kweli, hicho unaweza ukadanganya ukahukumiwa. Unatumiaje alivyoviumba Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Baada watu Mungu amekupendelea makalio makubwa, lakini bado anakuambia angalia unavyotumia. Kama unabana ili uvutie wanaume, siku ya mwisho Mungu atakuonyesha dhambi, maana iko hivyo pendwa. Mungu hatamhukumu mtu yeyote bila kumuonyesha aliyoyafanya. Kwa ile siku atakuonyesha ya kwamba ulivaa nguo hii, na kupitia nguo hii huyu mwanaume alitenda dhambi, maana kila amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini. Lakini usizani ya kwamba wewe uliyemsababisha huyu akuangalia azini kwamba wewe unakosa. Mungu anakuambia nilikupa makalio sawa, lakini uliyatumia vibaya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati Mungu anakujalia mali, Mungu anakujalia ajira, unapata pesa, bado anakuangalia unatumiaje hivyo alivyokupa. Bwana asifiwe. Kuna wengine anapokuwa hana pesa ni mnyenyekevu kwa mke wake, ni mnyenyekevu kanisani, lakini akipata pesa udhuru kanisani kila wakati. Nyumbani akaliki, mambo yanabadilika. Angalia unatumiaje alivyokupa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unatumiaje alivyokupa Mungu? Unatumiaje mpenda hiyo miguu aliyokupa Mungu? Dhambi iko kwenye vile alivyotupa Mungu. Inakupeleka kwenda kuzini ni miguu na akili yako, lakini hiyo miguu unaweza ukaitumia kupeleke kanisani. Unatumiaje? Leo tunahangaika na dhambi ya Adam na Eva kwa sababu walikosea kutumia alivyowapa Mungu. Haleluya. Amen. Sijui mnanielewa watu wa Mungu. Sijui mnanielewa, maana siku hizi watu wanaelewa zaidi ukiwaambia mafanikio. Amen.
Lakini bado msingi wa mafanikio ni kujua alivyokupa Mungu na vitumiaje. Jua kwanza hapo, alafu muone Mungu. Mnaona Mungu anakupa kipawa umtumikie Mungu, lakini bado angalia hicho kipawa unakitumiaje. Hamuoni waimbaji ambao walikuwa wako vizuri wakiimba watu wanamuona Mungu, leo wameishia kubaya. Inawezekana kipawa hicho kisingewainua wakajulikana, wasingekuwa wamefanya hayo wanaoyafanya. Unatumiaje alivyokupa Mungu? Unatumiaje alivyokupa Mungu? Kuna watu ni watakatifu, wakiwa mabinti wanamwomba Mungu awape mme, akiwapa mme wanamuona si kitu. Kuna watu ni watakatifu, wakiwa wanamwomba Mungu awape mke, akiwapa wake wanakuwa ndivyo sivyo. Unatumiaje alivyokupa Mungu? Ninaomba nihitimishe kwa hili andiko kwa leo. Funua nami Mathayo mtakatifu sura ile ya 27. Mathayo sura 27. Nitakusomea mstari ule wa 35, nitarukia 45 hadi 46. Nasema, walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakipiga kura ili litimie neno hilo neno la nabii. Waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura, wakaketi wakamlinda huko. 45. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Haleluya, haleluya. Sitaongelea leo alabana stile, nitaongelea hiyo ya kwamba kukawa giza tangu saa 6 hadi saa 9. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nataka niseme kitu kwenye maandiko haya. Yesu aliishi katikati yao, alihubiri katikati yao, aliwaongoza njia ya kweli, aliwaambia kweli ya Mungu, aliwaambia wanawake makahaba waache ukahaba, wale watoza ushuru waache kutoza ushuru kwa kuibia watu. Alimwambia kila mtu ili aishi katika haki, nao wakamchukia, wakatafuta kumuua, wakatafuta kumtafutia kesi ili wapate kumwangamiza. Yesu akasulubiwa pale msalabani kwa dhambi ya kusingiziwa, kwa dhambi isiyokuwa yake, akachanganywa pamoja na wahalifu. Yesu alikufa mateso makali sana kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zako. Nao walikuwa wanachekelea. Mimi mara ya kwanza kumpokea Yesu ilikuwa mwaka 1998, wakati nimeangalia ile sinema ya Yesu alipokuwa anateswa, anapigwa mkuki ubavuni, damu na maji inatoka. Yesu analia na wala wana huruma juu yake, kila mmoja anamfanyia dhihaka. Yesu akatemewa mate kwa ajili ya dhambi zangu. Yesu alipigwa mijeledi, nyama inatoka kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu akawekwa msalabani, akapigwa msalabani. Yesu akalia kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Nilipokuwa ninaona yale mateso, moyo wangu uliumia. Nilikuwa na miaka 8 wakati huo. Nikasema, Yesu, haya yote uliyachukua kwa sababu ya dhambi zangu. Nililia sana mahali pale kwenye ile sinema.
yangu. Wewe uliyenifia msalabani ili mimi nipone, na kuhitaji leo. Na mkumbuka nilikuwa nimepangana na dada mmoja anaitwa Mary. Mary naye alikuwa analia sana. Akawa analia sana. Nipotoka mahali hapo, nikajua kumbe huyu Yesu, ili jina Yesu sio la kawaida. Ni kweli tumefundishwa sana, lakini kumbe Yesu alibeba adhabu kubwa kwa ajili yangu. Nikawa naamka usiku ninaomba, nasema Yesu, nakuhitaji kwenye maisha yangu. Na kuhitaji unibadilishe. Mimi tangu utoto nimezaliwa, nilikuwa mkorofi. Nilikuwa ninapigana na kakangu. Nilikuwa mbishi, uniambie. Nikamwambia Yesu, nataka uingie ndani ya moyo wangu nibadilishe. Nataka siku moja utakapokuja kuwachukua walio wako na mimi niwemo. Baada kama miezi mitatu, sikumbuki sana, kapita miezi mitatu ile sikumbuki sana. Siku moja saa 2 usiku nikiwa nyumbani, mimi tulihama kutoka Mahaha Ndagalu tukahamia Buyoga ya Buseresere. Kwa tutoka Buyoga ya Buseresere, muda wa saa 2 usiku tukiwa tumekaa kwenye kikome, kwenye moto, tunaota moto, nikasikia kujisaidia haja ndogo. Nikapinda nyuma ya nyumba, mahali hapo upande wa mashariki. Kabla sijafanya hiyo haja ndogo, mara mbingu zikafunguka mbele yangu. Ninaona hivi size ya pale hivi. Akatokea mtu wa kwanza, huyo sikumfahamu, ila alikuwa anaonekana kuanzia hapa. Wa pili aliyetokea ni yule Yesu niliyekuwa nimemuona kwenye sinema. Naye alikuwa ameninyoshea mkono hivi, anatabasamu. Yale maono sio kwamba nilikuwa ninaota, ni live ninaona. Na baadaye akapotea. Tangu hapo nikampa Yesu maisha yangu, na haijawahi kuwa sawa. Yani sijawahi kubaki kama nilivyokuwa. Nikiwa lani nikasikia kwamba utakiwi kufanya uasherati. Nikasema mke wangu ndo atakuwa mwanamke wa kwanza kwenye maisha yangu. Lani nikiwa na miaka 14. Mke wangu Debora nimemuoa na miaka 30. Sijawahi kukutana na msichana yoyote. Yesu yupo. Bwana asifiwe sana. Kaka yangu anaitwa Charles, wakati nahubiri injili na mhubiri na yeye habari mbaya, habari zake mbaya, siku moja akapanga kunipiga. Lakini kabla hajatekeleza hilo jambo la kunipiga, akiwa anavuna mahindi nyumbani, mara akaona sura yangu, ninakuja kwa sura yangu. Namwambia Chazi, piga magoti nikuombee. Akapiga magoti, hakuniona tena. Mimi wakati huo nilikuwa Buseresere, nimeenda kwenye maombi ya siku 3 kwa mwinjilisti mmoja anaitwa, oh my God, kuna mwinjilisti mmoja wa AICT, jina limenipotea, Kengele. Bwana asifiwe sana. Mwinjilisti Kengele, kuna mtu anamfahamu? Au umepiga amina kubwa nikaisi unamfahamu? Bwana asifiwe sana. Chazi kutokea hapo akaokoka. Mungu yupo. Mungu yupo. Bwana asifiwe sana. Mungu yupo ukimuita. Sasa mpendwa, mahali hapo tumeona ya kwamba walipokuwa wanamsulubisha msalabani walikuwa wanashangilia. Ngoja nikusomee maandiko. Na wanamtukana. Niko karibu kuhitimisha. Ngoja nikusomee mtu wa Mungu. Inasema, a 39, nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ukiwa ndiye mwana wa Mungu, shuka msalabani. Bwana mmoja kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu na amuokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosubiri pamoja naye walimshutumu vile vile.
Kwa Yesu kila mmoja alimdhalau, mwingine alimtukana, mwingine alimkebei, vyaka za kila namna. Bwana asifiwe. Lakini hawakujua. Mungu akaleta ishara. Mungu akaleta ishara. Sema ishara. Sema ishara. Mara kukawa giza kuanzia saa 6 za mchana mpaka saa 9 usiku. Nini? Waliyekuwa wanamdhalau, waliyekuwa wanamuona si kitu, kumbe ndiye aliyekuwa analeta nuru kwenye maisha yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati huyu Yesu unamdhalau kwa sababu unaona kuna njia zako zimenyoka. Kumbe huyo ndiye aliyekuwa anafanya njia zako zinyoke. Bwana asifiwe. Hao waliomchoma wakaanza kushuhudia, kila mmoja akanyamaza. Kila mmoja akanyamaza, hata waliokuwa na mtukano wakanyamaza. Kwenye Luka inatuambia mmoja wapo na pazia la hekalu likapasuka. Mmoja wa wale waliomsulubisha, akida mmoja akasema, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Kuna wakati kuna matatizo yamekuja kwenye maisha yetu kwa sababu tulimuacha Yesu aliyekuwa anatutetea. Leo Yesu yuko hapa, ana haja nawe. Naomba usimame kwa miguu yako. Mpendwa mtu wa Mungu, Yesu anatafuta nafasi ndani ya moyo wako. Maisha yako hayatabaki kama yalivyo ikiwa utampokea leo Yesu. Kwa nini umeruhusu giza litawale ndani ya moyo wako? Kwa nini uruhusu giza litawale ndani yako? Kila ulipofanya dhambi ulimsulubisha Yesu na giza likatawala ndani ya moyo wako. Leo Yesu ana haja nawe. Wangapi leo wanatamani kumpa Yesu maisha? Wangapi wanatamani kumrudia Bwana? Wangapi wanatamani kurudia kutumia vipawa alivyowapa Mungu? Sogea mahali hapa. Ni furaha kubwa mbinguni pale mwenye dhambi anapomrudia Mungu wake. Yule mwana mpotevu aliporudi kwa baba yake alifurahi. Karibu mahali hapa. Na toba ya kweli haiangalii mtu, maana Mungu hahukumu kwa macho ya mwanadamu. Tengeneza na Bwana.